Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Leo tunajiunga na kanisa lote ulimwenguni kwa adhimisho hili la Jumapili ya Matawi. Ni Jumapili ambayo inawaalika waamini kukumbuka kwa namna pekee kabisa tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kuingia katika mji wa Yerusalemu na kupokewa kwa shangwe na vigelegele na makutano ya watu. Ni tukio ambalo linamwingiza Yesu katika safari ya ukombozi wa wanadamu, hitimisho la ukombozi wetu. Kristo anaingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda, akishangiliwa na makundi ya watu waliotandika nguo zao njiani, waliobeba matawi ya miti wakimshangilia, lakini pia wakiimba kwa shangwe kwamba huyu ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, Dominika hii ya Matawi ina mambo makubwa mawili. La kwanza ni adhimisho la kumbukumbu ya kuingia Yesu Yerusalemu kwa shangwe, ambalo tumekwisha kulifanya. Tukio hili la kuingia Yesu kwa shangwe kwetu sisi ni tukio la maana kabisa, kwa sababu ni tukio ambalo sisi waamini wa Kristo tunakiri kwamba Kristo ni mfalme wa dunia na mfalme wa mbinguni. Kwa kushiriki tukio hili tunakiri kwamba Kristo ni mfalme wetu, na hili ni agano jipya na agano la maana kabisa. Lakini pili, tunakiri pia imani tulionayo katika maisha yajayo. Tumeandamana leo kuja hapa kanisani kuingia Yerusalemu ya hapa duniani, lakini tuna imani pia kwamba sisi tuko safarini, tunafanya maandamano ya kuendea Yerusalemu ya milele kule mbinguni. Safari tuliyofanya leo haishii hapa kanisani. Ni safari ambayo ni endelevu. Ni safari ambayo tunapaswa kuwa nayo kwa maisha yetu yote hadi tutakapofikia Yerusalemu ya milele kule mbinguni, ambayo ni tamanio la kila mmoja wetu. Yesu alipoingia Yerusalemu alipokewa kwa shangwe, akiimbiwa na Wayahudi wakikiri kwamba huyu ni Masiha, huyu ni mwana wa Daudi, lakini huyu ni mfalme wa utukufu. Sisi nasi tunaalikwa kwa namna pekee kama walivyofanya Wayahudi kuendelea kukiri hayo mambo matatu, kwamba Kristo ni Masiha, mkombozi wetu aliyetuletea wokovu kwa njia ya kifo, kwa njia ya mateso na ufufuko wake. Lakini tunakiri pia kwamba huyu ni mfalme, tena mfalme wa utukufu. Lakini tunakiri pia ubinadamu wake, kwamba huyu ni Mungu kweli, lakini pia ni mtu kweli, ni mwana wa Daudi. Lakini pili, katika Dominika hii ya Matawi tunaadhimisha pia kwa namna pekee kabisa mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika ya Matawi inatuingiza rasmi katika
tafakari nzito ya Juma Kuu, Juma Takatifu, ambamo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Juma tunalolianza leo ni Juma Takatifu, tena takatifu sana. Ni juma ambalo ni kilele cha liturujia zote za kanisa, ndio hitimisho la imani yetu, lakini pia ni hitimisho la liturujia zote tunazoadhimisha katika mwaka wa kanisa. Tunaposoma katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 557 mpaka namba 560, kanisa linaweka wazi haya kwamba liturujia ya Juma Kuu ndiyo kilele cha liturujia zote, kwa sababu kama hili halingetokea, sisi tungekuwa wapi? Hali yetu ingekuwa nini leo? Imani yetu ni kwamba kwa kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mahusiano ambayo yalikuwa yamepotea kati ya Mungu na mwanadamu yamerudishwa. Mlango ule wa mbingu umefunguliwa. Sisi tumepata tena hadhi ya kuitwa watoto wa Mungu. Tukio hili ni tukio linalotuingiza katika tafakari ya kina ili tuweze kuona safari ya maisha yetu pamoja na Kristo. Katika juma hili kuu au Juma Takatifu, kanisa linatualika tuzame katika tafakari ya mambo hayo makubwa yanayotendeka, tukianza na Alhamisi Kuu, adhimisho la karamu ya Bwana. Bwana anapofanya karamu ya mwisho pamoja na wafuasi wake, anapowaandaa, anapowaaga kuelekea katika mateso. Na katika ile karamu ya mwisho, Kristo anapata nafasi ya kuwaambia wanafunzi wake yale yatakayotokea. Masimulizi haya tuliyosikia katika somo la Injili la mateso ya Bwana ni yale ambayo Kristo aliwaambia wafuasi wake walipokuwa wakila na kunywa pamoja naye. Tena aliwapa kweli nyingi, hata chanzo cha mateso hayo kinatokea wapi. Anawaeleza ukweli kwamba ameambatana nao, lakini wako watakao msaliti. Na katika simulizi la mateso tumesikia hilo likitimia pale Yuda Iskariote alipokwenda kufanya mipango, akapokea fedha ili aweze kumsaliti, kumtoa Bwana wake. Tumesikia pia simulizi la mateso siku ya Ijumaa Kuu, Kristo alipoingia rasmi katika mateso yake. Na haya yote yatatupelekea sisi kuibuka katika tukio la utukufu, yaani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yetu yote manne ya siku ya leo yametuelekeza katika tafakari ya tukio hili kubwa la kiimani. Tulisoma pale nje somo la Injili kutoka Injili ya Mathayo ikisimulia maandalizi ya maandamano ya Yesu kuingia Yerusalemu, na Yesu alivyotoa amri ya kwenda kuchukua punda, na punda huyu akaletwa na Yesu akampanda, akaingia naye Yerusalemu kwa shangwe, akishangiliwa na makundi ya watu. Somo letu la hapa kanisani la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 50, tumemsikia Nabii Isaya akitoa utabiri wa mtumishi wa Mungu na yale yatakayompata. Anaeleza tabia za mtumishi huyu wa Mungu kwamba ni mtumishi aliyempole, aliye tayari kuyapokea yote, asiyeziba masikio yake, anayeutumia mdomo wake vizuri. Ni yule ambaye anapokea maudhi yote bila kukasirika.
Anafanya haya yote akijua kwamba anatimiza mapenzi ya Baba yake. Utabiri huu wa nabii Isaya unatimia katika Yesu ambaye ndiye mtumishi wa Mungu, ambaye tunasikia katika somo la pili kutoka kitabu cha Wafilipo kwamba alijinyenyekeza akawa mtii hadi mauti, na mauti ya msalaba. Huyu mtumishi katika hali ya unyenyekevu kabisa alipokea kazi ya ukombozi, akayaacha yote ya mbinguni, akashuka akawa mwanadamu, akachukua binadamu wetu, akaishi kama sisi, na hatimaye akayatoa maisha kwa ajili ya ukombozi wetu. Lakini hatima ya unyenyekevu na utumishi wa Kristo haukuwa bure, bali tumesikia katika somo hilo, ameketi kuume kwa Baba, na kila ulimi unakiri kwamba Yesu ni Bwana, na kila goti linapigwa la vitu vya mbinguni na vya duniani kumwabudu huyu ambaye tumemsindikiza leo katika safari yake hii kuelekea kwenye mateso. Na simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo limetueleza mengi yaliyotokea tangu mwanzo mpaka mwisho, jinsi alivyokataliwa na watu wengi, alivyoshtakiwa bila kuwa na hatia, na alivyouawa kifo cha aibu pale msalabani. Katika safari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama tulivyosimuliwa, Kristo ameyapokea yote na kuyaweka mikononi mwa Baba yake. Na hata alipoingia katika mahangaiko makubwa, alirudi kwa Baba yake, alifanya mazungumzo na Baba yake, na alimwambia, kama inawezekana nisikinywe kikombe hiki, mapenzi yako yatimizwe, lakini kama sivyo, basi pia mapenzi yako yatimizwe. Alijiachia mikononi mwa Mungu katika mahangaiko yale, na Baba akampa nguvu, akampa ujasiri wa kuendelea kudumu katika ile safari. Na baada ya kuongea na Baba yake, aliporudi baada ya sala, alirudi kwa mitume wake akawaambia, tuendelee na safari. Na ndivyo alivyoendelea mpaka alipokamilisha safari kwa kufa pale msalabani. Ndugu zangu wapendwa, tunapofanya adhimisho la Dominika hii ya Matawi na tunaposoma maandiko haya matakatifu, yako mengi ambayo Mama Kanisa anapenda yawe ni kielelezo, hasa tunapoingia katika Juma Kuu, yawe ni dira katika safari yetu ya maisha kama Wakristo na wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yako mengi, lakini tutachukua kadhaa kwa ajili ya tafakari ya leo. La kwanza, tutafakari safari ya mtumishi wa Mungu Yesu mwenyewe. Kanisa linatualika sisi ambao tumekubali kuwa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tulioanza safari ya kushiriki mateso na kifo chake, ili hatimaye tuweze kufikia ushindi, yaani ufufuko. Safari hii tuliyoanza iwe ni safari ya kudumu. Wayahudi walifanya maandalizi kwa ajili ya safari ya Kristo, na sisi pia tunaalikwa kufanya maandalizi kwa ajili ya safari ya kuambatana na Kristo. Katika maandalizi yetu kama walivyofanya Wayahudi, tunapaswa kumwandalia Yesu punda, mwana punda atakayeweza kumpanda. Wayahudi walitoa punda na Yesu akampanda mwana punda huyu, akaingia Yerusalemu. Sisi tunapoelekea katika Yerusalemu ya milele kule mbinguni, tunapaswa kumwandalia Yesu mwana punda. Punda wetu ni yupi? Punda wetu atakayembeba Yesu na kumpeleka katika Yerusalemu ya milele
ni yupi? Punda huyu ni mimi na wewe. Sisi ndio punda wa Yesu, ndio tunapaswa kumbeba Yesu na kuambatana naye kuelekea katika Yerusalemu ya milele. Je, tuna utayari huo wa kumbeba Yesu? Tuko tayari Yesu aweze kupata usafiri kupitia sisi? Ndugu zangu wapendwa, Yesu anapelekwa mahali popote pale kupitia sisi. Sisi ndio nyenzo ya kumbeba Yesu na kumpeleka kwa watu mbalimbali. Sisi ambao tumekubali kumpokea akae ndani mwetu, tunapaswa kumbeba na kumpeleka kwa watu wengine. Je, maisha yetu yanaakisi kumbeba huyo Yesu? Maneno yetu yanaakisi kumbeba huyo Yesu? Mienendo yetu inaakisi kumbeba huyo Yesu? Tunapokutana na wenzetu, wanakutana na Yesu kupitia sisi. Kama sisi ni punda wa Yesu, ni sharti kwamba tunapokwenda popote pale watu wakutane na Yesu. Wayahudi walitimiza hilo, wakamfikisha Yesu Yerusalemu. Sisi nasi tunaalikwa kumbeba Yesu na kumfikisha kwa watu mbalimbali, tukielekea katika safari ya Yerusalemu ya milele. Wayahudi pia walitoa nguo wakatandika chini na wakatandika pia juu ya ule mwanapunda ili Yesu aweze kupita kwa usalama. Sisi nasi tunaalikwa kutoa nguo zetu kwa ajili ya Yesu kupata mahali pa kupitia na mahali pia pa kukaa. Nguo tunazopaswa kutoa ni roho zetu, usafi wa mioyo yetu, usafi wa roho zetu. Hiyo ndio nguo ambayo tunapaswa kuitandika ili Yesu aweze kupitia hapo. Wakati wa ubatizo wetu tulionyeshwa nguo nyeupe, kitambaa cheupe, kikiashiria usafi wa mioyo yetu. Usafi huo, nguo hiyo tuliyopewa, ndiyo tunapaswa kumtandikia Yesu. Na tukiwa na hiyo nguo katika safari ya maisha ya kwenda Yerusalemu, tutafika salama. Na kujiuliza ni kwamba, je, tuna hiyo nguo? Yesu amekaa wapi? Yesu anatembelea wapi? Ndugu zangu wapendwa, ni wazi kutokana na udhaifu wetu wa kibinadamu, hiyo nguo tunaweza kuichafua, hata kuipoteza. Lakini Mungu ameshatuwekea sakramenti ya kitubio ambayo inasafisha nguo hiyo, inairudisha tena nguo hiyo ili tuweze kumpa Yesu makao ndani ya mioyo yetu. Wayahudi pia walitoa majani ya miti, mitende, wakaipeperusha kumshangilia Yesu. Mitende hii inaashiria ushindi. Hivyo waliona wazi kwamba Yesu anakwenda kwenye ushindi, lakini walibeba pia mikononi wakionyesha kwamba wanapenda nao kushiriki kwenye ushindi ule wa Kristo. Sisi pia tumebeba leo matawi, tukionyesha kwamba tuko tayari pia kushiriki katika ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, matawi tuliyobeba leo tusiyaweke chini, tuambatane nayo hadi kwenye Yerusalemu ya milele kule mbinguni. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 mstari wa 9, tunapata simulizi la njozi ambazo Yohana aliona kule mbinguni. Aliona watu maelfu kwa maelfu wakiwa wamevaa mavazi meupe, lakini wakiwa na matawi ya mitende mikononi mwao, wakionyesha wamefika kwenye utukufu wakiwa washindi. Nasi tunaalikwa kwa namna pekee leo tuendelee kubeba matawi yetu, ili mwisho tutakapoingia kwenye Yerusalemu ya milele, tutakapokusanyika na kundi hili kubwa la watakatifu, tuweze kuwa na mitende yetu ikiwa inamshangilia
mfalme wetu, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hawa Wayahudi pia walimpa Yesu sauti zao. Tumesikia walipaza sauti, walishangilia, waliimba na kumtangaza Yesu kuwa ni mfalme. Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hivyo walitumia sauti zao, midomo yao, ndimi zao, wakazitoa kwa ajili ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Na ndilo ambalo tumelisikia pia katika somo la nabii Isaya, kwamba Bwana amenipa ulimi. Ulimi huu alimpa ili aweze kuwa kitulizo na faraja kwa wale wenye matatizo. Wayahudi hao walipomshangilia Yesu na kumsifu, ilikuwa ni faraja kwake anapoendea mateso. Na ndicho ambacho nabii Isaya anasema. Kumbe na sisi ndugu zangu tunaalikwa leo kutumia midomo yetu, kuitoa midomo yetu kama chombo kitakachotumiwa na Mungu kwa ajili ya kupeleka ujumbe kwa watu mbalimbali. Tutumie midomo yetu kwa ajili ya kutangaza habari njema. Tutumie midomo yetu kwa ajili ya kumsifu na kumtangaza Mungu. Tutumie midomo yetu kwa ajili ya kuwa faraja na kitulizo kwa wengine wenye mahangaiko na mateso. Tujiulize leo, ndimi zetu, midomo yetu tunaitumiaje? Ni mara ngapi tunaitumia midomo hii, ndimi hizi, katika kuwaua wengine, katika kuwajeruhi wengine, katika kuwaumiza wengine? Ni kwa namna gani tunatumia midomo hii kwa ajili ya kusimika ufalme wa Shetani katika maisha ya watu na maisha yetu wenyewe? Midomo isipotumika vizuri inaleta madhara, inaleta maangamizi. Na tumesikia katika simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi midomo hii ilivyoleta maangamizi na kifo cha Bwana. Ile ya kushangilia ilikuwa mizuri, lakini ilipofika Ijumaa Kuu, midomo ile ile ikatumika kutoa maangamizi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Pale waliposema muondoshe, muondoshe, msulubishe. Lakini midomo hii ilitumika pia kumkana Yesu. Tumemsikia Petro akimkana Yesu mara 3 kwa kutumia mdomo, ulimi wake. Mara ya kwanza anasema hata lugha yenyewe siielewi. Alijifanya kabisa hiyo lugha haielewi. Maana alisema hata sijui unalosema. Alipoulizwa mara pili akasema sasa nakuelewa unachosema, lakini huyo mtu huyo unayesema hakika simjui. Na hata walipoleta ushahidi wa maeneo mbalimbali bado aliendelea kusisitiza. Kumbe mdomo ule ulitumika kumkana Yesu. Kumbe na midomo yetu tusipoitumia vizuri inaweza pia kutumika kumkana Yesu. Lakini midomo hii pia inaweza kutumika kuhalalisha maovu, kama ilivyotumika kumtoa Baraba aliyekuwa muuaji, aliyekuwa amefungwa, ikamtoa yeye kuhalalisha kwamba huyo hana hatia, atoke. Ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa leo midomo tuliyopewa itumike kwa ajili ya kuleta ahueni katika maisha ya watu, iwe ni kitulizo, iwe ni faraja, lakini pia impeleke Kristo kwa watu. Tutumie midomo hii kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Lakini katika somo letu la nabii Isaya pia ametualika kutumia masikio yetu. Amesema masikio yamezibuliwa, na ni kweli. Masikio yetu yalizibuliwa wakati wa ubatizo wetu. Tulipobatizwa kila mmoja wetu, padre aliweka ishara ya msalaba kwenye mdomo, akiutakasa mdomo huo ili uweze kutumika kama chombo cha Mungu. Lakini pia aliweka ishara ya msalaba kwenye masikio, kuyafungua na kuyazibua masikio hayo ili yaweze kuwa ni chombo cha kusikia neno la Mungu, ili tuweze kulitangaza. Masikio hayo yawe ni
chombo cha kusikia shida na matatizo ya wengine ili tuweze kuyafanyia kazi, na ndicho ambacho tunaalikwa leo kukifanya. Masikio yetu muda wote yazibuke, yaweze kusikia neno la Mungu, lakini pia yaweze kusikia shida na matatizo ya wengine ili tuweze kuyafanyia kazi. Nabii Isaya anatualika pia, kama Kristo alivyofanya katika mateso yake, kuwa na utayari na ujasiri wa kujitoa, kuyaruhusu mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yetu bila kujihurumia, na hata pale tunapoingia katika fadhaa kubwa, manyanyaso makubwa, aibu kubwa, tuwe tayari kuipokea kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ndio maanake nabii sana tuambia, mashavu yetu tuyaachie, uso wetu tuachie, utemewe mate, ndevu zetu zivutwe, zimolewe, migongo yetu ipigwe na sio kupapaswa, ipigwe ili tuweze kutetea kile tunachokiamini, imani yetu. Kama mgongo wetu utapigwa, kama mashavu yetu yatavutwa, tutatemewa mate, tutapata fadhaa kubwa, na fedheha hiyo kubwa kwa ajili ya Mungu tuwe tayari kuvumilia. Kristo mwenyewe ametupa mfano katika mateso haya, amevumilia hadi mwisho. Sisi ambao tumekubali kuambatana naye katika safari hii ya kumshangilia, tuendelee kuambatana naye pia katika mateso na mahangaiko. Tujivike unyofu wa ndani, tujivike unyenyekevu na upole, tupokee yote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tunapoyaendea makuu katika juma hili kuu, tumwombe Mungu atujalie sisi sote ambao tumeshuhudia mateso haya ya Bwana, tuendelee kusimama imara katika kuyapokea yote, ili hatimaye tuweze kuibuka washindi pamoja naye. Tuendelee kujiombea sisi wenyewe ili maisha yetu yatawaliwe na furaha hii ya matawi, tukiwa tunaendelea kumshangilia Kristo na kuambatana naye hadi tutakapofika mwisho wa safari yetu, yaani karamu ya mwisho kule mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.